وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الأعزاء، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani mtume wetu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutoa shukrani zetu nyingi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwafikia kuja kutekeleza swala ya dhuhuri na kukaa kusikiliza tafsiri ya kitabu chake kitukufu. Leo aya ambazo kwamba tulionazo za tuelekeza katika utumiaji mzuri wa mali. Aya ambazo kwamba tulionazo za tuelekeza na kutufundisha namna ya kutumia mali. Baada ya aya zilizotangulia kukatazwa tabdhir, kutumia mali ovyo, kutumia katika njia za maasiya, sasa ndio tuelekezwa namna ya haya mali yatakwenda namna gani. Usifanye hivi, mpangilio wa kufanya ni hivi. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotuelekeza. Kuna mengi ambayo kwamba inshallah tutayapata katika kuelekezwa katika mali, hikma ya Mwenyezi Mungu katika kugawanya riziki kwake na mengineo, uharamu wa kuua vijana kwa sababu ya kuogopea umaskini na mengineo, tutakuja tuyapate inshallah katika aya hizi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, usiwe bakhili, mkono wako usiujalie ukaweka ukaufunga katika shingo. Mkono adatan tustakhdamu fi al-manah wal-'ata, kutumika kwa mkono yadaka, kwa sababu mkono ndio unatumika katika kupeana na kutoa. Hii ni kinaya anil bukhli wal imsak, maana usiwe bakhili. Na kukatazwa hapa ni hankuli basti, si kukundua, ni kukundua wote, kama tulivyoambia. Wala tajadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kull albast. Baada ya kukatazwa kufunga mkono katika shingo, kisha Mwenyezi Mungu anasema wala tabsutha kull albast, usiukundue wote mkono. Kwa hivyo kuna vitu viwili, tumekatazwa ubakhili, kisha tumekatazwa israf. Vitu viwili ni Mwenyezi Mungu atuambia. Ubakhili ni sifa mbaya, na mtu akiwa bakhili hutukiza katika mujtamaa, hata kwa Mwenyezi Mungu pia hutukiza. Na mtu akiwa na israf pia kuna matatizo mengi, kama tutakavyosoma mwisho wa aya hii ambayo kwamba tulionayo. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kull albast, siwe bakhili wala usiwe na tabdhir. Si ufungue mkono wako mpaka ukamaliza kila kitu ambacho kwamba ulichonacho, sio mipangilio Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Fataquda maluman mahsura, utakapofanya hivyo utakuwa ni mwenye kulaumiwa, utakuwa ni mwenye kupata hasara, maanake utamalizikiwa na kila kitu.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuelekeze tuwe ni ummatan wasata, tuwe na i'tidal katika kufanya mambo yetu. Ubakhili haufai na tabdhir, tabsuta ndo kwamba kukungua, yani mtu kutoa mali yake yote pia haifai. Kwa sababu mwanadamu kwenye ulimwengu ahitaji, si malaika la. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anambia fataquda maluman mahsura, ukiwa bakhili utalaumika mbele ya watu, utalaumika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya kuwanyima mafakiri na maskini haki zao, ikiwa ni zaka, ikiwa ni mengineyo. Kisha utakuwa ni mahsura, kama mwenye kukatikiwa, hakuna kitu. Uislamu haukupanga kumwona mtu atakuwa atajirika kiombaomba. Uislamu hautaki vitu hivi. Hata yadul ulya khairu min yadi al-yusra, mkono wa kutoa ni bora kuliko mkono wa kupokea. Kwa hivyo hukuambiwa toa mali yako yote mpaka huna kitu uwe ukiomba. Uislamu hautaki vitu kama hizi. Toa kwa kadiri ya kutoa, lakini umebakisha cha kutumia wewe na mke na vijana. Hii ndio Uislamu namna unavyotuelekeza. Ndivyo ukienda kwenye aya mbalimbali utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namna anavyotufundisha. Walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Mwenyezi Mungu akiwasifu wale waja wema, lam yusrifu, hawafanyi israfu, wakatoa ndia za haramu, wakatoa zote ikawa wao sasa badala ya kuwa kuwasaidia watu sasa kama kusaidia wao. La, Uislamu hautaki vitu kama hizi. Wewe kwa nini ukitegemewa ukifanya hivi Ramadhani, Shaaban, ukatoa chote kila kitu mpaka sasa kwa wewe mwenye kunyosha mikono? La, Uislamu hauko hapo. Si zuhudi hiyo, sio tulivyofundishwa. Walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama, atawassut, kati na kati. Umetoa na kingine umebakisha kikupelekee maisha yako. Hii ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotuambia. Iqtisad akotosema ni uchumi, ni atawassut fil infaq, kati na kati. Wewe watumia hiko basi uzidishe, watumia 1000 au 1200 hii ni Ramadhani ikawa mfano israfu. Haitakikani, ni madhambi. Na haya huja tukateleza sana wakati tunapofahamu mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kuliwa. Tunapofahamu mwezi wa Ramadhani ni shahrul ibada, ni salama. Lakini tunapofahamu mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wa kuliwa zaidi, ndipo pale tunapofanya tabdhiri ya mambo mengi. Kukaliwa vyakula vingi, vikapikwa, vikatupwa, badala ya kupata thawabu tukapata madhambi. Kwa hivyo al-iqtisad fi aishika ni at-tawassut fil infaq. Siwe bakhili ukawa mgumu, usiwe na israf kwenye chakula, kwenye kutoa. Inna Allah la yuhibbu al-musrifin, Mungu hapendi watu wenye israf. Hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazotuhimiza tuwe ni watu wa atawassut wa kana baina dhalika khawama, tuende kulingana na haja zetu. Utaona ma'ala man iqtasada, ma'ala man iqtasada. Sisi lakini
kuja tukafeli kwa vitu kama hizi, hasa watu ambao kwamba walionazo huwa ni zaidi, kapikwa mavyakula vingi kisha zikatupwa, ambao kwamba ilikuwezekana vitu kama ile ziwasaidie watu ambao kwamba hawamiliki hata mkate mmoja. Nguo nyingi zimejazana makabati, kwa watumishi kazi za kupanga, ilikuwezekana nguo ya kuswalia na ya kazi na 2-3 nyingine upate thawabu zimtiri mwingine, lakini la, sisi hakuna. Mimi ninazo, mtavaa nyingi, tajaza makabati. Uende katika israfu tulionazo, uione nyumba ina sitting room 2, hapa kumejazana makoti ya Argentina, hapa kwa makoti ya mahali pengine ya Canada, nani taketi makoti yote hayo? Sitting room 2. Hii ni istikbali, sio kwa pokea wageni hawa, hii ni wageni hawa. Uende ukaone ni israf, kumejazana marumu, hayalaliwi kamwe, mpaka halaliwi ulaliwa na shetani, kisha ndio baadaye mara mashaitani ashaingia watu. Kwa nini isiwe ni qadrul haja na mengine kafanywa mengine? Nenda kajenge nyumba kiasi ya kukutosha na wageni, lakini isiwe ni israfu pia. Zile milioni 5-10 enda kajenge ziwasaidie wale wa madrasa, watafuta mshahara, mayatima, kuna waliofiliwa na waume zao. Kwa nini asiende sampuli hii? Lakini la, leo ni kila ndege huruka kulingana na nguvu zake, kila mtu fanya atakalo. Ndio ikawa tajiri uzidi kuwa tajiri na maskini uzidi kuwa maskini, kwa sababu hakuna mipango na fikra za kama hizi. Hiki kimetosha, tusifanye israfu, watu tuangalie na ndugu zetu wengine katika mujtamaa yetu. Vitu hizi ni hakuna. Ndio hii hali ambayo kwamba tunaiona sasa, maala man iktasada sad, kile ambacho kwamba unachotumia nyumbani kitumike kwa uzuri, kingine kiwekwe akiba, sio ponda mali kufa kwaja. Si msemo ponda mali kufa kwaja, utaponda mali kisha mara hatuombi limepokea la kuomba kutoke vikadi sasa za kupelekwa Moshi na India wewe, au kusimama misikiti tena kwa fulani ni kadhaa fulani kadhaa, na hali kwa uliponda mali kufa kwaja. Hautaki Uislamu vitu kama hizi. Hakuna ponda mali kufa kwaja sampuli hii. Islamu kwamba hiki kiwekwe ni akiba, kimezidi kiwekwe ni akiba, kitakusaidia wewe, kimsaidia na ndugu yako. Kama jana tulipokuwa tukielezwa masala ya qurba, watakupenda namna gani watu, namna ukiwa wawasaidia, watakuombea Mungu namna gani. Lakini la, ile jibwa la tajiri hutezea nyama, na ndugu yako, shangazi yako, nani hata au tafuta mfupa atie kwenye sufuria na maji apate supu hana. Hii ni umma ambao kwamba haujui wenda wapi, ilisha kidini hata kidunia haujui wenda wapi. Ikiwa leo jibwa la tajiri hutezea nyama, chatukuliwa hili nyama za jibwa kula, na maskini atamani kinofu, au pengine mpaka kwenye sadaka msikitini apate kinofu. Al-iqtisadu fi nafaqa nisfu al-maisha. Iqtisad, intidal, ni nusu ya maisha. Hiki kiweke kitakusaidia. Hata uambiwa upepo ukivuma patiliza, sio kwa upepo huvuma saa zote. Hata tukisafiri na jahazi, sio kwa upepo huwa ni tanga moja kwa moja tu usafiri, la kuna wakati wa shwari, kuna wakati biashara haziendi, kuna wakati kumeharibika huko, kuna wakati haya. Sasa wakati upepo umevuma, jua namna ya kusafiri, jua kuna wakati ndio kwa shwari, tanga liko katika mongoti pale, hadiendi huko wala huko. Kitakachokusaidia ni hiki. Hii ndio al-iqtisad.
Hii ndio alifundisha Nabii Yusuf alayhi salam. Ile miaka ya kuvuna ile tuweke akiba tutumie katika shida. Hii ndio ikhtisad. Al-ikhtisad fi an-nafaqa hii ni nisfu al-maisha. Lakini leo sisi katika kila upande, hata maskini utamwona naye ana israfu zake naye pia kwa kila alichonacho. Ndo at-tadbiri nisfu al-maisha, wendo kaone kupanga mambo. Sisi hatuna tamdhim, sisi huenda tu batikiwa tena shauri yake, lakini tamdhim yetu ni ndogo. Panga namna ya kuishi, panga namna ya mujtamaa utakwenda vipi. Sasa ndio kila sasa tunaloangalia mambo hupangwa. Wa a'iddu lahum mastata'tum, tumeketi ni mipango. Panga namna ya vita, kupanga namna ya kuishi. Ndio kilio chetu mara nyingi hulia walimu wa madarasa hivi, yote ni adamu tamdhin, hakuna mipango. Mbona wakati wa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz miaka miwili tu maskini utafuta maskini wa kupewa zaka, akisema kiambia lile wingu nenda utakaponyesha wewe, lakini dakhila yako faida itakuja hapa. Mipango tamdhin, ikawa hakuna mwenye shida. Leo matajiri wamejazana, lakini leo kila mtu hulia, kila mtu hulia, si mwalimu, si mwanafunzi, si nani, kila mtu utamwona kilio chake kwa upande wa maisha. Mmoja ni adamu tamdhim, hakuna nidhamu, hakuna mipango. Si kwa matajiri, si kwa nani, si kwa nani, ndio tukafika hapa tulipofikia. Tadbir nisfu al-maisha. Baada ya kuangalia, na haya ni mambo marefu, lazima tuiangalie masala ya iktisad, kwa sababu ikiwa ni kwenye nyumba, ni kwenye taifa, ni mahali popote, ikiwa wamefeli kwenye iktisad huwa ni kusambaratika na hakuna maendeleo. Uone corruption mathalan, uone taifa ni corruption, ni kushindana kuiba kutoka wa juu mpaka mwisho, natija kutapatikana kitu gani? Hizi pesa zimepengwa zikadhaa, basi uone namna zinavyoporwa, mara kumeiba huku, mara huku, mara ndio utakuja usome kwenye tarehe hii na hii ilipata istiklali wakati mmoja, zilipata uhuru pamoja, na zote zilikuwa level moja. Leo tukiziangalia, hii ina viwanda kutengeza hii, mpaka sasa wao hata jembe na mkono hawezi kutengeneza. Waliimarisha katika uchumi wao na ukweli, na corruption zikawa hakuna, kukajengwa hapa tena kulishindana nguvuze. Ndio iktisad. Kukifaliwa kumefiliwa kila mahali, kwenye majumba, kwenye serikali, kwenye shirika, kwa kila mahali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kutueleza na kutupa mipango, tusiwe mabakhili, tusiwe ni kutumia zote, tuwe ni katikati, zitusaidie wakati wa shida. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampumbaza mtume wake na waumini, wakiwaambia hii hali ambayo kwamba mulionayo ya umaskini na masahaba, sio kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewadharau, la, hii ni mipangilio ya Mwenyezi Mungu. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukundua riziki yake kwa anayemtaka akamkundulia, wa yaqdir, na mwingine akamfanyia songe ile riziki yake kwa hikma yake na mipangilio yake Mwenyezi Mungu. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha, hii ni mipangilio yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama hakufanya hivi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nidhamu ya ulimwengu ingaliharibika.
sio kwa khazaini ya Mwenyezi Mungu imefilisika, hawa ndio wakapewa, hawa ndio hawakupewa. La, hii ni hikima yake Mwenyezi Mungu ili nidhamu ya maisha ipatikane. Huyu akapewa nyingi, huyu akapewa katikati, mwingine akapewa tena chini zaidi. Hii ni kwa sababu lau watu wote ni matajiri, lastaghana nasu anin nas, hakuna mtu angalikubali kutumwa, kila mtu angalitosha. Nani angalitoka hapa akaenda mbali kwenda kutumwa? Nani angalikubali kuketi katika jua na kufagia? Nani angalikubali mashimo ya choo akatoa maji machafu? Nani angalikubali vitu kama hizi? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mpaka nidhamu ya ulimwengu ipate iendelee kusaridika, ndio yakafanywa haya. Huyu mwenye mali ampate mtu wa hamal amfanyie kazi, huyo lake lipatikane, mkulima shamba lilimwe, na mkulima naye apate zile pesa na zimsaidie. Hii ndio hikma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaipanga, ili kila mtu awe atakuwa ana dauri yake katika ulimwengu. Isiwe ni matajiri tu ndio wenye kuishi kwenye ulimwengu na kujinaki, la, kwa sababu huyo tajiri naye awe mhitaji wa maskini pia. La, watu wote watamkimbia pia, mambo yake yatafungwa, shirika lake ni kiwanda chengine. La, watu wote watamkimbia pia, na yatakuwa hana lolote za kulifanya. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaweka ni hikma, ulimwengu upate uende na mujtamai, ile kila mtu ana dauri yake, ana umuhimu wake katika ulimwengu. Na haya ndipo pale huwapata mafundisho, kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila mtu amempa kipaji chake. Kama Mwenyezi Mungu hakuwapa watu wote mali, hakuwafanya watu wote maskini, na sisi wanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametugawanyia vipaji mbalimbali ili tusidharauliane. Huyo akapewa ni hodari kwa biashara, huyo ni mwenye kutufasiria, huyo ni mufakiri, ili mambo yapatikane yasiwe ni kwa mtu mmoja tu, wengine hawana. Kama tulivyoeleza, ndio leo utamwona huyu ni hodari hata kwa walimu pia, ni hodari kwa hisabu, huyu ni hodari kwa hili, huyu ni hodari kwa hili. La, watu wote ni mahodari kwa hisabu tu mathalan, wengine wote hawana majualo kwenye hisabu, bali kwa mitabu. Watu wote mathalan ni taarikhi tu, la, hata kwenye masahaba utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namna alivyowapa mambo. Mmoja kambia hodari kwa hukumu kwa Sayyidina Ali, mwingine kina Zaid bin Thabit, man afradukum matwafaraidhi wa fiqhika ni Muadh wa bihi. Kila mtu wote ni masahaba na wote wanasoma kwa mwalimu mmoja, Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini tuna zile vipawa vao hapo kwamba Mwenyezi Mungu aliwapa, na zote sasa zikawa ni umwangalie Ibn Abbas upande wa tafsiri. Sasa na zote utaziona, na zote zikafanya kazi katika mbalimbali. Hapa tunapokuwa tafsiri kwa Ibn Abbas, hapa enda kutoka fiqhi kwa huyu, kutoka kwa huyu, ikawa kila mtu ana dauri yake katika kupeleka mambo. Hata nakumbuka ule mmoja alikuwa akipenda sana somo la nahau, hata ndio saa nyingine mtu akiwa hodari sana na nahau, basi saa nyingine huwa na watu wengine wote kama kwamba mtu akishiba saa nyingine hapajui kitu katika lugha ya Kiarabu hapo. Sasa saa zote yeye somo lake la nahau, fi'li na fa'ili, maf'uli hivi, ikawa ndio Mwenyezi Mungu amempa ile somo na ni hodari. Hata tunajua sisi walimu kuna wengine mahodari sana kwa nahau, hawashikiki.
Sasa alipokuwa ni hodari kwenye somo hili, yeye akawa uko ana rafiki yake. Siku hiyo akazungumza na rafiki yake, akamwambia hukuwahi kusoma madarasa wewe? Nilisoma kidogo. Na hao wajua? Sijui. Nusu ya maisha yako yameharibika wewe. Kuna hao wewe utafasiri vipi Qur'ani? Utajua vipi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ikabahatikiwa sasa akasafiri kwa kijahazi ama rafiki wawili, huyo bingwa wa nahau na yule kwamba hajui nahau. Iliposafiri kwa kile kijahazi kidogo, bahari kachafuka sasa. Naye sasa huyo kwamba hanajualo kwenye nahau amuuliza huyu shekhe, wajua kuogelea wewe? Shamba nilikuwa nikisoma na hii mashekhe tusikome hapo tu, tujue mambo mengi pia. Akamba sikujifundisha kuogelea, akamba mimi si nusu ya maisha yangu. Wewe maisha yako yote yamemalizika. Ni vipawa Mwenyezi Mungu amewapa. Mtu asidharau kumdharau mwingine. Ikiwa umepewa hiki na mwingine amepewa hiki. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Mwenyezi Mungu hugawanya riziki, na riziki hutafutwa. Na ni makosa kusema Mwenyezi Mungu amenifanyia riziki yangu ile songe. Kwani ulikwenda kwenye lauhul mahfudh huko ukaona riziki yangu mimi ni songe? La. Ya malu fa kullu muyassaru lima khuliqa la. Mambo ya dini, mambo mengineyo tufanye bidii. Tusini kama wale wengine wasema la, mimi sikujaliwa. Ilikuwaje kujaliwa? Hata tu watu ambao kwamba pengine wana vipawa ambazo kwamba si akili zao si kali, tusiwavunde moyo. Kwenye mwezi uliopita wakati tuko katika dawa zetu sehemu za Loitoktok na Profesa Ibrahim Luthome, kisha baadaye alinitolea hadithi hii baada ya kikao ambapo kwamba tukizungumza, akiniambia tusiwavunde moyo wanafunzi, akawatolea hadithi hii. Sehemu zako kina Kimana huko na Loitoktok huko na Melok, akatambia kuna mwanafunzi alipokuwa kusoma kule klasini hashiki chochote mpaka kila kisomeshwa hashiki chochote. Kukaandikwa barua kapewa mwanafunzi, mpelekee mzazi wako. Barua katukua mwanafunzi akampelekea mzazi wake, akaifungua akamwambia kijana hashiki chochote, mbakishe nyumbani asisome. Ule mama ile barua hakumsomea kijana, akaifunga akaifita. Kijana akauliza, hii barua ni ya nini mama? Akamwambia barua unaandikwa hii skuli unasoma wewe, hao walimu hawezi kusomesha. Akili yako ni genius sana, akili yako ni kali sana, hawezi kusomesha, wewe hodari sana, kwa hivyo mpaka utafutie skuli nyingine. Hayo ndio maneno maneno Karim barua, na hali kwa maneno mengine, lakini ampa moyo. Ukatafuta skuli nyingine papa akasomeshwa. Mwenyezi Mungu akamfungulia kijana, kisha akili yake akafahamu maisha. Baada yule mama amekufa, siku nyingi akasoma mpaka kama mtu mkubwa sana, pata cheo kikubwa. Siku hiyo sasa akawa kwenye kuangalia zile barua, mara akakutana ile barua iliyoandikwa ya skuli, ndio akisoma akaja akayaona ile maneno. Kwa kijana hana dawa tena, pale utakishia nyumbani. Sasa na mama kama alifuata yale ingalikuwa vipi? Ndio akatwambia tuwape moyo, tusione vijana hawashiki basi tuwakupe hivyo. La, hujui ni wakati gani, omba Mungu na kujitahidi. Kwa hivyo sio mwanamke amefanya kazi pengine moja mbili bila ufaulu tena, wewe una kismati kwenye biashara, la, tumpe moyo. Kama kwenye masomo kijana akawa hivyo,
Ni wangapi utasoma kwenye tarehe wewe, wakati wakisoma walikuwa namba ya mwisho na leo wako top katika fani mbalimbali, ndio ulama wakubwa na watu wakubwa, ukisoma walifeli hasa na ndio maprofesa na mengineo. Kwa hivyo tusifishane moyo katika kusoma na katika kazi. Wewe nani alikwambia siku zote tuko maskini? Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokea na Bukhari akawatuhimiza, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi, hajakula mtu chakula ambapo ni khairi bora kuliko mtu kula. Kwa nini? Kwa mkono wake. Atuuliza Mtume tusiwenye kisha kwamba inna nabii Allah Daud kana yaakulu min, na nabii Daud alikuwa kila kwa jasho lake. Kisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa huwaombea Mungu. Kwa hadithi iliyopokewa na Abu Daud daraja al-Hasan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Mtume awaombea Mungu, awahimiza na awaombea Mungu, ya Mola wabariki umma wangu wakati warauka mapema kwenda kwenye kufanya kazi. Hata ndio yule sahaba naye akawa hupeka biashara zake dukani mapema akawa tajiri mkubwa sana. Hayo utayapata ukienda kwenye hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam mbalimbali. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha, hakika Mola wako humkundulia riziki kwa anayemtaka, wayaqdir, na mwingine humfanyia songe kwa hikma yake. Huyu astahiki hili, huyu ni hili, kwa hikma yake na elimu yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni makosa kufishana moyo, ni makosa kujifisha moyo, na ni makosa kufa moyo mapema mtu. Innahu, hakika Mwenyezi Mungu, kana uwe biibadi, kwa waja wake, khabira, ni mtambuzi, basira, Mwenyezi Mungu ni muoni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yote ayaona. Khabira, Mwenyezi Mungu ni mtambuzi wa mambo ambayo ni maslahi yao. Mungu ajua huyu kimpa utajiri ataharibu, huyu kimpa umaskini Mungu basira. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni muoni. Wala taqtulu auladakum, Mwenyezi Mungu baada ya kutueleza yeye ndiye mwenye kudhamini masala ya riziki, kampa huyo kampa nyingi, huyo kafanyaje. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anambia, wala taqtulu auladakum khashyata imlaq, msiwaue vijana zenu kwa ajili ya kuogopea umaskini. Kama Maarabu wakiwaua watoto wa kike ni aibu, na wa kiume watatia ndaa na umaskini katika majumba. La, masala ya riziki yako mikononi Mwenyezi Mungu, na leo riziki mikononi mwa watu ingalikuwa ni taabu. Watu wadogo hawangepata kitu. Nahum narzuquhum wa iyyakum, sisi ndio waruzuku wao na waruzuku nyinyi. Inna qatlahum, hakika kule kuwaua kwao, keti mkawaua, kana khitan kabira, na dhambi makubwa sana jambo kama hili. Hizi ndizo aya ambazo kwamba tumezieleza kwa ufupi, zikitufundisha tuwe na al-i'tidal, tusiwe ni watu wa israf, tusiwe ni wabakhili, ni watu ambao kwamba tujitahidi katika kazi, na wakati riziki zimekuwa ni songe, basi tusilalamike, la tumuombe Mwenyezi Mungu, na hatujui Mwenyezi Mungu ametuandikia kheri gani katika riziki zetu kwa songe. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.